Jirani yako on my behalf, karibisha. Tafadhali tulisema ni alimute. Nimeona bado watu hawajarejea kwa ibada. Vile kuna matangazo iko wapi leo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia jirani yako Bwana rudi kwa ibada. Rudi kwa ibada Bwana. Bwana. Bwana rudi kwa ibada. Rudi kwa ibada Bwana. Acha na kaa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So I thank God for today's service and I want to believe that God has prepared a day today for our blessing. And I want to promise you that before the end of the service, God will have spoken to your heart. And He is going to bless you and me. Bwana Yesu asifiwe. Amen. For the last Sundays, I have been talking about hearing God. Si kweli? Na nafikiria tumekuwa na wakati mzuri kwa hiyo topic. But today I don't want to talk about the same topic. I want to talk about a different thing. And I believe that God is going to bless us. You know, wakati nilikuwa nimekaa hapa, I was thinking concerning a story in the Bible, the story of Daniel. Si mnakumbuka story ya Daniel? Wakati alikuwa ameambiwa na wengine ya kwamba wasiinamie mwingine isipokuwa an image that was raised in the plain of Dura. Na most of the time when we read the Bible tunafikiriaga is an innocent thing when it comes to testing of our faith. Lakini you realize today with this issue of corona, these are very good testing period. These are very good test. Mungu angetaka aone which God are we going to worship. Whether we are going to worship the God of fear, amen, or we are going to worship the God of heaven. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But I want to promise you, it is those who are God, those who believe in God for real. Sio wale wanaenda church, because going to church does not make you a believer. It is God, those who believe that God is able, that are going to worship Him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana nyakati hizi kama sasa ukiangalia watu wengi wako kwa manyumba. Lakini kesho utawakuta kwa soko na kazi zao. Na wengine hata they don't even wear mask. Kwa soko kelele ni nyingi. But when they come into the house of God, they come corona inatengenezwa kwa nyumba ya Bwana. Let me say this. Let us decide which God we are going to worship. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii mambo ya kuja kanisani kwa sababu it is on a Sunday and you have no relationship with this God, it does not help. I believe we are not going to die of corona, but it does not mean that we are going to live forever. Si ni kweli? At least one day you will go and we will go. Amen. Amen. So what should bother us is how we exit this world. Not what makes you exit, is how you exit. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ninajua tumehubiriwa sana kuhusu hii gonjwa. Every day it has been preached. Every day it has been announced. But does it mean it's the first sickness that is killing people? No. People are dying their thousands out of other sicknesses like cancer and the rest. Amen? Amen. But this one has become an issue even to the church. Nilikuwa najiuliza ni kwa nini kuna issue kubwa sana watu kukusanyika katika nyumba ya Bwana beyond 100 of them in number. Whereas in political meetings unakuta they are over 100. In other forums they are over 100 in their thousands. In other places hata hawajajua mambo na corona. But when it comes to worship tunakuwa so much restricted. Wapendwa, it is high time we realize ya kwamba ni kanisa linapigwa vita. Amen. Amen. Now usiwe part and parcel of the problem when the church has been fought. It is high time we side with our God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi sisemi corona haipo.
Lakini nasema hivi, unless God guide you, unless God protect you, amen. Hata ukivaa maski 200, you will still go for it. Unless God protect you, hata ukivaa apron, wacha sasa hika kitu tunavaa hapa. Wewe unatembea na apron. Na uongeza maski kama 3. You still go for it. But I thank God. Those who trust in the Lord, they are like Mount Zion. As mountains so surround Jerusalem. The same way God surround His people. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, let's not buy to this spirit called fear, because fear is one of the worst enemy if it comes into your life. Let's believe our God. If we have faith, let's believe in Him. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor, believe and have faith in Jesus' name. Amen. Kwa hivyo ninachukua nafasi hii kuwakaribisha kwa ibada, na ninajua ya kwamba in the next 30 minutes or so nitakuwa ninamalizia. Na wapendwa, niseme namna hii, pamoja na hii mambo inaendelea, let's believe God. Let's trust in Him. Amen. Let's believe that He is there for us. Let's believe that He is our protector. Sasa itakuwa namna gani if we are fearing like the world? If we are fearful like people who do not have faith. Sasa tutakuwa ni who will help you? Bwana Yesu asifiwe. Who will help you? We should show difference. We should believe that God is there for us. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor, believe. So today I want to talk about the first love. The first love. That is the name of my message. I will be talking about the first love, and I want to believe God is going to bless you and me. And I want to request my son, Pastor Moridi, you can read for me Revelation chapter 2 and verse 1. Ninaongea kuhusu upendo wa kwanza. Upendo wa kwanza, upendo wa kwanza. The first love. Upendo wa kwanza, upendo wa kwanza. Wakati nilikuwa ninaomba nikiuliza Bwana ni nini, God gave me this message, and I want to believe ya kwamba God is going to revive us, and we are going back to our first love. Revelation chapter 2 verse 1, Pastor, you can read for me. To the angel of church of Ephesus. To the angel of the church of Ephesus. Right. This thing says He who holds the 7 stars in His right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works. Your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and patient, and have labored for my namesake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstands from its place, unless you repent. Amen. Thank you, Pastor. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Now, ninajua ya kwamba hakuna mtu haelewi upendo ni nini. Kuna mtu hajui upendo ni nini? Hakuna mtu hajui upendo. In fact, nowadays wacha sasa hata wanyama watajua upendo ni nini. If you show love even to an animal, amen, it follows you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I have seen people bored. Nimeona watu wakiboard mpaka na wanyama simply by showing love. Unampatia chakula kidogo and then he realizes you are not an enemy and he follows you. And I have seen people that have boarded so much even with things that do not think. To an extent, huyo mnyama anakupenda kuliko vile mwanadamu anaweza kukupenda. Bwana Yesu asifiwe. And I have seen people have gone a notch higher to having even dangerous animals falling in love with them, like snake. Mimi niliona mtu amelala anakaa na nyoka kwa nyumba, lakini ni nyoka hatari sana, ni hawa nyoka wasumu, lakini hana shida nayo na haimuumi. Bwana Yesu asifiwe. Simply because he has fallen in love with it. Ameisha akatengeza uhusiano nayo, ikampenda na yeye akaipenda. Na it is only in Africa that we do not value animals as much. Lakini unarealize ya kwamba nchi za wasungu wanyama kama mbwa na wengine huwa wanachukuliwa mpaka insurance.
Amen. Wacha hapa Afrika tunachukulia huko wa kienyeji na wanyama wengine. Nchi za wazungu, they take these animals very serious. Amen. They wanakaa na hawa wanyama, na wengine hata katika their will wanaandika ya kwamba utajiri wangu uachiwe Mr. Alex. Mr. Alex ni mbwa. And it is a serious thing. Mimi siwapatii hadithi. Nimeanzia hapo because I want you to realize what I'm talking about. So love is a language that I think we understand better. Siku hizi watoto wanaelewa upendo wakiwa na miaka kidogo sana. Si ni kweli? Si ni kweli? Yes. Wow, watoto wanaelewa upendo wakiwa na even 5 years. Unaona msichana akifika 9 years, 10 years. Saa hii nafikiria hata serikali iko na problem kwa sababu ya mimba zile zimepatikana wakati huu wa corona. Sijui kama zitaitwa corona pregnancy. But what does it tell us? Ya kwamba the issue of love, mahali dunia imefika, not only people who are grown up have understood love, even toddlers, they understand love. Now, when I'm talking about this, I want you to realize ya kwamba God himself is love. That is what the Bible says. And the reason why God gave his son, you all know, it is because he loved. The Bible says that for so God loved. Amen? Amen. For so God loved, he gives his son. So love is a drive. Upendo inakuanga a stirring, inakuanga a drive of many things. Nyimbo zimeimbwa kwa hii dunia, hata zingine huwezi kujua ni za aina gani. In the name of love. People have bought valuable and expensive things in the name of love. Others have died in the name of love. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanishika wapendo? Yes. So when I'm talking about going back to the first love, I believe wapendo muna realize what I'm talking about. Because our relationship with our God began in a place called love. Unfortunately, love can die. And that is what has happened to many of us. Love between us and God, most of us is dead. Because nitaonyesha how we can know that your love is life and it is still there. Because you can pretend that love is there, but it is not there. Wapendwa, nataka kusema hivi. The reason why mnaona mambo yamekuwa na yamefika mahali imefika ni kwa sababu ya hiki kitu kinaitwa upendo. Devil is fighting love of God in the church. And I want to believe God. And I want to believe that if we are surely born again, if we are really in love with our God, we are going to say no and stand for the truth. Bwana Yesu asifiwe. Me, I remember, na nimekuwa nikiwaambia mara mingi sana, there is nothing sweet like love. I remember the first day I loved my wife, and all of you have a story behind your life, the story of love. There is nothing so sweet like love. Bwana Yesu asifiwe. I remember many times I did not sleep before at least I share something. Nimwandikia ka message. Either nimwandikia ka message au nisome barua nilikuwa nimemtumia au alikuwa amenitumia. It was so sweet. The romance was in there. And all of you can understand this. Hakuna mtu ambaye hajapitia this level. And God is saying that if we can go back to our first love, when we loved him, Bwana Yesu asifiwe. Our serving him will have no problem. Our going to heaven will have no problem. And even our coming to church will have no problem. But ni kwa nini tuko na shida kuja kanisani? Ni kwa nini tuko na shida ya kumtumikia Mungu? Ni kwa nini wapendwa tuko na shida ya kuhatarisha maisha yetu kwa sababu ya upendo wa Kristo? Ni kwa sababu upendo huu umepungua au umekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Me I have seen people fight for their love. Unaona mtu anasema I don't care, I would rather lose friendship with other people because of the one I love. I would rather lose a job because of the one I love. I would rather lose, many good things because of the one I love. Lakini ni kwa nini tunaogopa kuja church kwa sababu ya corona? It is because the love of God is not in our heart. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani amesema sitaenda kazi kwa sababu kuna corona? Nataka mniambie wapendwa. Ni nani hapa haendi kazi? Tangu corona ilipotangazwa imeingia kazi. Again, nani haendi kazi? Inua mkono kama uko hapa. Ndio tujue uko serious, wewe unaogopa corona. Inua mkono.
Kwani hampendi maisha yenu? Mbona mnaenda kazi na kuna corona? Bwana Yesu asifiwe. Okay, nani anaenda kazi na kuna corona? Inua mkono nione. You are still reporting to your job. Simu hiyo mikono yote. Na ninajua mnaenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa nini mnaenda kazi na kuna corona wapendwa? Kwa nini mnaenda soko na kuna watu wengi na kuna corona? And because you love your job, right? But why has it become a bother serving God, coming to the house of God for prayer, coming to seek the Lord, ordering Sabbath as the Bible says? Why is it a bother? Simply because the government is saying ya kwamba tusikuja katika nyumba za ibada. We have to choose who we are going to worship and to love. We must go back to our first love, church. I'm challenging us this morning. Let us go back to our first love. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 I want you to ask your neighbor for me. Do you still love God? Now, Revelation 2:1 is one of the letters ambazo Yesu mwenyewe aliongea kupitia kwa mtumishi wake Yohana, John the Revelator. And it is one of the 7 letters ambao ziliandikiwa makanisa ya Asia Minor. Na katika barua hii, you realize ya kwamba every church ilikuwa inaandikiwa barua kulingana na msimamo wake au hali yake ya kiroho. Na katika kanisa hili la Efeso ni mojawapo wa hizo barua ambayo Yesu alinena na Yohana aandikia hili kanisa la Ephesus. Na wapendwa, this letter of John concerning the church of Ephesus was all about going back to the first love. Amen? Amen. Going back to the first love. Because kile kilikuwa kimepungua katika maisha au katika mioyo ya hili kanisa ilikuwa ni upendo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawakuanzia pasipo upendo. Walianzia na upendo mwingi. Lakini ikafika mahali upendo huu aidha ukapungua kwa sababu ya hali waliokuwa wanapitia kama kanisa. Na maandiko inasema hivi, and to the angel of the church of Ephesus. Mara nyingi tunaposoma Biblia tukisoma hapo and to the angel of the church, tunafikiria ni malaika wa kanisa. Hapana. Here an angel here is referring to the pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So in short, John is telling the pastor of the church of Ephesus, this is what I have found in your church. This is what I have found lacking in that church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hapo tunaona angel of the church, it is the pastor of the church. Just imagine. Even God himself recognizes the pastor of the church. Amen. Amen. Wale ambao tunapuuza wachungaji na kusema hata wewe unaweza kuongea na Mungu. Wewe unaweza kuongea na Mungu, but if God can recognize a pastor in the church na atumie barua huyo mchungaji kwa sababu ya hilo kanisa, wapende tuacheni kudharau watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Imagine Jesus is causing John to write a letter not to the church but to the pastor of the church so that he can address the problem in that church. Bwana Yesu asifiwe. How many times do we like to solve problems in the church without involving the pastor? And we think pastor is nothing. Mungu aliniambia. Kwa hivyo kama Mungu aliniambia niseme. Yohana aliambiwa na Yesu andike hii barua au alifungua na Yesu ile shida ilikuwa na hii kanisa. Lakini akaambiwa andikia pastor wa hiyo kanisa hii barua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, this is showing us what? That we should value leader or leadership in the house of God. If someone has been placed in a given church, let's honor that person. Because God himself was able to do it without going through the pastor. But he went through the pastor. So if we have been doing things behind our leaders and behind our pastors, that is not godly way. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abia jirani yako heshimu watumishi. Heshimu watumishi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So unto the angel of the church, unto the pastor of the church of Ephesus, right? Ya kwamba haya ya mambo nimekuja kupata katika kanisa lako mchungaji. Ya kwamba nyinyi ni watu mmejawa na kazi nzuri. I know that labor. Ninajua kazi yenu. Najua subira yenu. I know that patience. I have. And how you cannot bear with them which are evil. Yani kanisa hili halijaweza kustahimili au kukaa na watu ambao ni waovu. Nimewajaribu. I have tried you. You have tried them that this is the apostle
they are not. Mmewajaribu wale ambao wanasemanga ni mitume na sio mitume, na mmekuja kugundua ya kwamba wao ni waongo. So in short, the church of Ephesus was a good church. Amen. Ilikuwa na subira, ilikuwa na kazi nzuri, haikustahimili maovu. Amen. Lakini when Jesus was writing and he was using John to write this letter to this church, he found something that was missing. Akawaambia, lakini nina jambo moja ambalo nimepungua kwenu. You have fallen from the first love, or you have left the first love. So verse 5 anawaambia, remember from where you fall and repent and go back to the first love. Wapendwa, hili kanisa isipokuwa walikuwa na mambo mingi ambayo walikuwa wamefanya kuwa sawa, hawakuwa na uovu, walikuwa na subira, walikuwa na kazi nzuri, kazi yao Mungu alikuwa ameijaribu na akaithibitisha. Lakini hata hivyo akawaambia ya kwamba mmeacha upendo wa kwanza. Hii inatuambia ni wapendwa ya kwamba kuna uwezekano watu kushika kanisa vizuri. Kuna uwezekano kanisa kufanyia Mungu kazi vizuri. Kuna uwezekano kanisa kuwa hawawezi kuwa associated na watu ambao wanajiita watumishi au watu wa Mungu na sio wa ukweli. That church is a good church. Lakini it is possible for the same church to lose or to fall from the first love. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, niseme namna hii. You know, when the love dies, most of the time you may not realize. When the love dies, it is possible for you to continue doing some things that appears as though it is love. But you know well ya kwamba katika moyo wako kuna mambo yanapungua. Kwa hiyo the church of Ephesus, John is writing to them and telling them, you have left the church in the first love and you have to go back from where you fallen. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, me, I remember when I gave my life to Jesus 1995 February 5th of Tuesday. I remember I sijawahi sikia kitu kama hiyo katika maisha yangu ya Ukristo. The love of God was so much overwhelming. Sometimes I would pray hours. Sometimes in fact, I remember there is a time my aunt was reminding me. Alikuwa ananikumbusha akiniambia, my son, you remember how you used to pray? It does not mean I don't pray, I still pray. Lakini alikuwa alinikumbusha, my son, you remember nilikuwa ninakutuma kulisha ng'ombe, lakini unaomba mpaka unasahau ng'ombe ziko wapi. Nilikuwa ninaomba sometimes ninasahau ng'ombe ziko pande gani. Ninaomba, ninatafuta Mungu mpaka ninajisahau. Bwana Yesu asifiwe. The love of God was so much real. It does not mean it is not real today. But what I'm saying is, the first time we believe, the first time we give our life to Jesus, the love of God is so much real. I don't know what happens over time, because most people, love dies or love diminishes. Lakini wapendwa, nimekuja kuwachanga moto asubuhi ya leo. It is high time we go back to the first love. Amen. But how will you know that you need to go back to the first love? It is because of the thing that I'm going to show you. These are going to show you ya kwamba your first love is dead or it is not there. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Is love measurable? Upendo unaweza pimwa? Is love measurable? Ni wangapi wanasema upendo unaweza pimwa? Ni wangapi wanasema upendo haiwezi pimwa? You guys, are you serious? Okay, ni wangapi wanajua mtu anakupenda? Mtu akikupenda unajua anakupenda? Okay, is love measurable? Yes. Okay, wacha niulize tena. Mtu akikupenda unajua anakupenda? Yes. Wacha niulize wadada ndio wanakuwa very sensitive. Wadada wangu, mtu akikupenda unajua anakupenda? Yes. Women are very very sensitive. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua women, wanaume hatunaga hiyo mambo mingi. Hata hatukwani. Unaanza na watu, huyo dada anakupenda. Unauliza namna gani?
Okay, hao ndio wanaume. Mtu akipenda unajua anakupenda. Mtu wangu. Wanaume wako na problem pande hii. Amen. Dada anajaribu kutoa signal hushiki. Wanaweza sivi. Anyway, ninaongea because nataka muingie kwa hii topic muelewe. So it means like this. Sitaki kusema kama upendo inaweza pimika, but me I believe inaweza pimika. Because if you can know when you are loved. How do you know when you are loved? Because of some few things. Those things can be measured. Bwana Yesu asifiwe. I want to say this wapendwa. You know in your heart, I teach this topic. Ya kwamba in your heart unajua upendo wa Mungu sahihi kiasi gani. Hakuna mtu hapa haelewi upendo wa Mungu katika maisha yako umefika wapi. Mimi naamini kila mtu anajua sahihi. Kusema kweli hata nikifungua nipio, upendo ya Mungu kwangu ni 30%. Na ninajua hata unajua wakati upendo wa Mungu katika maisha yako uko juu. Kila mtu anahuwa unasikia yenyewe sahihi. Hata Yesu akija sahihi mimi naenda. Na kuna wakati mwingine unafika unasema haya basi. Sahihi nasikia kile kama inaenda. Bwana Yesu asifiwe. It is simply a sign ya kwamba we need to understand when our love is dead and when our love is still there. And I know all of you know now in your heart. Upendo wa Mungu kiasi ni uko kiasi gani katika maisha yako. Wewe unafikiria ilikuwa mchezo, Shadrach, Meshach na Abednego. Kuambia mfalme na concerning this matter we are not bargaining. Tuweke kwa hii moto, tukifa tusipokufa. We believe in our God. That was a very high level of love. High level of love. Bwana Yesu asifiwe. I want to say this wapendwa. We need to go back to our first love. Amen. Now I want to show you signs of living the first love. Na ningetaka ujipime na dalili hizi uniambie kama uko nazo. Kama uko nazo ujue ya kwamba wewe uliacha upendo wa kwanza. These are signs of living the first love. Mwalimu wangu, ukipenda mtu na unafanyaga nini? Hapo ndio kijana niuliza msema. Msaidie. When you first love your wife, what changed between you and her? What were you doing to show that you love her? Gift. Uyetu. Maneno matamu. Communication. Na unawaambia ninakupenda. Amen. Nani alikuwa anakupa pesa hapa? Bwana Yesu asifiwe. Yes. You could risk even sometimes your life because of that love. Unajua kwa kuna mbwa kali na hata kwa geti imeandikwa chunga mbwa kali, lakini unaenda unajificha na hapo nyuma ya nyumba. Afadhali ubebe kaya ama ufurahishe huko, waambie tafadhali nahitaji mrembo huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. We do all these things in the name of we love her, right? Bwana Yesu asifiwe. So how do you know that you have left the first love? These are the signs. One of it is this. Your soul does no longer long for fellowship. Your soul does not long for fellowship and God's word. That is one of the signs that you have left the first love. Your soul, nafsi yako haitamani tena ushirika wako na Mungu. Your soul does not long for fellowship and God's word. Your soul does not long for fellowship and God's word. That is one of the signs. Ukienda hospitali ukiwa na shida, daktari anakuambia niambie dalili zile unaona. Na ndio mimi nawapatia hizi dalili. Ukiona hizi dalili, ujue umeacha upendo wa kwanza. Your soul does not long for fellowship and God's word. You be a witness. Hakuna mtu hapa ashawahi kuwa na mpenzi na unakaa mwezi au mbili bila kuwa na shirika na Yesu. One of the signs that you have begun to
fall in love is when a time can pass without longing for fellowship with your dear ones. Ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Au kuna mtu tunasema wacha akae unakaa miezi 6. Haujali hapo wapi. We come every day when we love. Amen. We long for fellowship. Tunatamani hata kukaa dakika 5. Sometimes I remember when I fell in love with my wife. Amen. Tunakutana hakuna kitu ya kuongea. Tunaangalia. Kwa Mungu ananiambia hakuna niko nataka kuona. That is love, right? Fellowship, you just want, can we meet, we talk? Which topic? Hakuna topic. Niko tunataka nikuone mwilini. Bwana Yesu asifiwe. That's love. If kama hii kitu imeisha ndani yako ya kuja church, yani unaweza fua nguo Sunday. Unasema nguo zimekuwa mingi, wacha nifuafue, ati nipunguze mzigo ya nguo. Kuliko kwenda kwa nyumba ya ibada, wewe uko na shida, urudi yako imeisha au inaweza kupungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani amepita hiyo? You no longer long for fellowship. You no longer long to come in the house of God. Nani amepita hiyo? Wote tumepita. Tumepita wote. Tuacheni kudanganya, tuko kanisani. Unajua tumejaa uongo sana. We cheat even in the house of God. One of the signs that you still have love for God is when you longer, you wait. You can't wait Sunday itafika lini. Lakini sio kusema hai. Kwani leo ni Sunday atazikuwa na Mungu. Wewe unasema. Hausahau Monday, you don't forget when it is on Monday because you are reporting to work. But when they come to the church and the issue of God, you don't remember. Wewe upendo umefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, your soul does no longer value fellowship or God's word. That is a sign that your fellowship with Him or your love for Him is not there. Number 2, you delight yourself on other things or people more than God. You delight yourself on other things or people more than God. The word delight means great satisfaction. Great satisfaction. The word delight means that. Yani kile huwa kinakutoshelesha sana. Yani you get your great satisfaction on other things more than God. So you delight yourself on other things or people more than God. That is a sign that your first love is not there. Umeandika hiyo? You delight yourself on other things or people more than God. That is a sign that your first love is either dead or it is diminished. Wapendwa, kama wewe unaweza ridhika ukienda uone movie Sunday kuliko kuja church, wewe upendo hakuna. Kama kuna kitu unaweza fanya siku ya Jumapili kuliko kuja katika ibada na unasikia umeridhika, wewe upendo wa Mungu hakuna. Unahitaji kurudia upendo wa kwanza. Anything that substitute your love for God becomes your God. Can I repeat? Kile ambacho huwa kinabadilisha upendo wa Mungu katika maisha yako kinakuwa Mungu wako. Na that is the reason why we have so many people who have idols and gods in their lives. Na ukiwaambia wanaabudu miungu mingine wanakataa. Simply because hauna mchoko kwa nyumba haimaanishi hauna. Anything that substitutes God in your life, anything that takes His love from you becomes your God. It is your idol. It is your God. Even the kazi, even the marafiki, even the TV, even the pesa, it becomes your God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nataka niwaulize asubuhi ya leo. What is it that have replaced the love of God in your life? Is it your job? Mimi nashangaa, mimi hata sijui watu wanaonanga Mungu mfara kiasi gani. Sijui tunaona kama Mungu hana masikio na hana macho. Na kama Mungu anaweza kupatia masikio, dalili hana. Anayo. Inawezekanaje wewe kwenda soko? You don't even sometimes mind kuvaa mask. Na unaenda 5 in the morning. But when they come to worship and to love God and to serve Him, inakuwa an issue to you. There is a problem in your life. Your love for God is not there. So you delight yourself on other things or people more than God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliona watu wameenda nyumbani wakati
kulikuwa na lockdown. Si ni kweli? Many people walienda nyumbani kulikuwa na lockdown. Kuna mtu alienda nyumbani hapa kuna lockdown. Mungu mkono. Inua kabisa kwani ni nini kariki mlete kila kitu. Mlienda namna gani kulikuwa na lockdown? Wacha kwanza nitoe hii nione vizuri. Mlienda aje? Okay, ninajua mlienda. Si unajua mahali mlifika vile mlifanya. Kuna wale walikuwa wanaenda wanachukua na kama motorbike wanaingia kwa msitu wanarudi kwa barabara. Wanachukua hapo mbele na gari. Right? Because ilifika mahali kwa feel hapana. Mimi siwezi kwenda kukaa. Nilimiss my mom so much. Right? You risk. But how come? Kama unaenda nyumbani kukiwa na lockdown, una risk kushindwa kuweka quarantine 14 days. Why is it an issue coming to the house of God? And yet we claim we love him. Tuacheni wao kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So you rely yourself on other things more than God. That is a sign that you have left the first love. Mark 12 verse 30 says, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all your mind, and with all thy strength." This is how we love God. With all our heart, that is our soul, with our mind, with our strength. This is the first commandment. Bwana Yesu asifiwe. Imagine, that is how we love God. If you want to be very sure you love him, it is with your energy. Amen? Amen. It is for him. Yet you can do anything with your mind to love him. That is when you love him. When you love him with your mind, kumpenda Mungu na mawazo kumaanisha akili yako ikifunguliwa imejaa Mungu. Mimi naamini hapa akili ya watu wengi hapa ikifunguliwa, zile vitu zitachomoka hapa tutashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Akili yetu kusoma hapa ikifunguliwa, zile vitu zimejaa sio Mungu, ni vitu za dunia hii. Kuna mtu hapa sasa hivi anahubiri hapa kwa nyuma. Akifikiria nikienda, nitaenda nikule lunch chap chap. Alafu kuna dini nilikuwa nimeitwa. Hayuko chache. Hata nauliza pastor unaongea nini? Wewe unahitaji msamaha wa dhambi na makosa. Unahitaji kuombewa tena toba na ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tu wako hapa, they don't understand what I'm talking about. Yet they are in church. Na wanasema tunamgoja Mungu. Yesu akirudi, tunaenda mbinguni, hakuna mbinguni unaenda. Hai, kwani pastor ulikuja kutufuja moyo? Afadhali nikufuja moyo ndio ufufuke. Kuna haja gani mkuja ati mwapake mafuta hapa juu ya chupa? Usiwe na wasiwasi utaingia mbinguni. Unaingia wapi? If your mind is not occupied with the business of heaven. Mimi nashangaa na watu. Kwa nini dunia tunakaa miaka ngapi wapendwa? Kidogo sana. Si ni kidogo? Si ni kidogo? Upende usipende utaenda. Kai kwani pastor unatuvuja moyo? Wacha nikuvuje ni wakili yako wewe. Hii dunia tunakaa miaka 70. Ikienda sana by the reason of strength 80 years. Lakini unakuta mtu yani amekibishana na magari na mabiashara na vitu za dunia ili hali ataachia wengine watu. Papa si ameenda jana. Unajua baba yake? Papa is pastor. We love him. He was entertaining our heart. But he is gone. Right? Papa hakufa kwa sababu ya kukosa food. Kama angekuwa akufa kwa sababu ya kukosa chakula, afadhali tungefanya mchana. But with all the connections, with all the love he had for his family, he is gone. Wapendwa, tuacheni kukaa ni kama hivi dunia tunakaa forever. The time we are living on this earth is very short. Let us devote our mind and our heart to love God. Amen. Where we are going to spend eternity without time. Tunalemesha nyumba za inaitwaje? Sio bedroom. Bedroom tunalemesha unfortunately, kienda most of us here, bedroom zetu. Unakutaka kitanda na kama mattress. Nini ingine? Na tumashuka kadha. Enda table room. Table room, you realize tunakaa table room hours. Lakini kwa bedroom una spend not less than 7 hours, other 8 hours, other 10 hours. Kuna wale wanapenda kulala. Lakini bedroom hakuna mambo mingi tunaweka. Table room ndio inaadhirisha maisha haya. Unakuta mtu amebisha kiti anunua 100,000, wengine anunua mpaka 100,000. Na anakaa hapo hours. That is how our life is. This life ndio table room. Wacheni tuache kujisukua na table room sana. Na tunakaa muda kidogo. Let's mind our bedrooms where we shall spend our
for. Wale wako na billions of money in their account. They will live for others. Wakule. Mwimbaji wa Zaburi akasema that, mhubiri akasema the most important thing in your life is to have peace and to eat, enjoy life with the wife of your youth. Imagine, alisema hii mambo mengine yote ni vanity of vanities. Pastor, you don't need to drive a car, we need it. But it should not be in place of God. Amen? Amen. Can I say this? If you occupy your mind with other things more than God, either looking for money flies away. Have you realized when you don't mind something so much it comes? Wakati hautafuti pesa sana ni ya gani? Wakati haulali ukitafuta haikuji. Bwana Yesu asifiwe. So how do we know that you have left the first love? Is when your delight, your greatest satisfaction is not in the things of God, but in other things. Number 3, your thought and deed is leisure. Your thought and deed or leisure moment do not honor God. It is when your thought and deed or leisure moment do not honor God. Wakati mawazo yako na matendo yako na leisure moment ni wakati wetu wa starehe. Kama nyakati hizo hampendezi Mungu, then you have left your first love. Nataka niwaulize ninapoendelea wapendwa, what do you do with your thought? Or what has filled your thought? What do you do with your leisure time? What do you do with your leisure moment? What do you do when you are alone? Philippians 4:8 says that whatever thing is pure, whatever things is lovely, whatever things is godly, we should occupy our mind with these things. So one sign that I have left my first love is when my thought and my deed or my leisure time or moment do not honor God. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini ndio tuko pamoja. Ask your neighbor what you do at your leisure moment. Na ukitaka kujua umeokoka, wacha niwaambie wapendwa, ukitaka kujua umeokoka sio wakati tuko chache. Hapo tunapoka tumeokoka kai tunapoka tumeokoka. Sasa ukitaka kujua umeokoka when you are alone, when you are in Garissa, when there is no one who can see you. Amen. Wakati umeenda Mombasa hakuna mtu anakuona, unaangalia huko, hata hizi sura zote sijawahi ona. Hiyo ndio unajua umeokoka. When you have free time, that is the time you know you have love for God. Hata hiyo wakati unakuja chai, ukija kadiri mambo zetu zinafunika mambo mingi sana. Unaangalia mtu amejipaka mafuta mpaka unaona uwe na kama hivi. Tunaliwanga umeokoka wakati when you have your own free time, when you are alone with God, with not the devil. Bwana Yesu asifiwe. So your thought and deed or leisure moment do not honor the Lord. That is a sign that you have left the first love. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani amepita kwa hizo zote? Uko nazo zote hizo? Inua mkono. Ni mmoja tu hapo pale nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Number 4. You give excuses for doing things that displeases God, claiming to be only human. Unapeana vijisababu za kufanya tabia baya ukidai ya kwamba Mungu anaelewa. Mimi ni mwanadamu tu. Unajua hata Mungu anajua mimi ni mwanadamu. Wacha nikwambie, Jesus became a human so that we may not have excuses, right? Akakaa kwa hii dunia ya dhambi na hakuwa na dhambi. Akajaribiwa kama mimi na wewe na akatoboa kwa majaribu haya. Kwa hivyo wapendwa, hatuna vijisababu za kusema huwezi kama maisha ya uteua because you are on this earth. So I was saying this, wacha nirudie kwa sababu ya wale wanaandika. You give excuses for doing the things that displeases God, claiming to be only human. You give excuses for doing things that displeases God, claiming to be only human. Na hapa ndio wengi tuko. You give excuses for doing things that displeases God, claiming to be only human. Mungu ataelewa. Nitaimba alafu niende nitubu. Nitafanya usherati alafu nitatubu. Wacha nikwambie mpendwa, hii ni dalili ya kwamba upendo wa Mungu katika maisha yako umekufa. Wacha nikwambie, if you really love God,
dhamiri yako hata ukifanya dhambi, hata kufanya dhambi, hata kudanganya, unasikiaga nimefanya dhambi. Amen. Yaani unahukumika, mbona nimedanganya? Mbona nimeita mtu puda? Na hata kuita mtu puda haiwezi toka ndani yako, maana haiko ndani. Bwana Yesu asifiwe. But if umefika ile level ya kuwa na vijisababu ya kusema Mungu ataelewa kwa sababu mimi mwanadamu, wewe upendo wako wa kwanza wa Mungu umekwisha. Sitaenda kanisa, kuna manyunyu, Mungu ataelewa. Wewe uko na problem. Amen. Wakati mkuu unaenda unapanda juu ya mtu, unapiga picha au unatupa mawe juu ya mabati ya juu, umefika na mnapata vizuri. Ukisikia mabati imebomba, ujue ni nini. Bwana Yesu asifiwe. You could go miles and do vituko kwa sababu ya upendo. How comes now you are giving excuses to do evil, claiming to be only human? Why comes now? Kwani zaidi umekuwa human wakati huu una pursue loves of the world, haukuwa human. Amen. Ukiona uko na shida hata ya kutoa matoleo kanisani, because hakuna mtu anakuwa na shida to give for what he loves. People spend times and money because of what they love. Mimi shawahi na vijana, kijana anakuja anaitishia mlembo kuku. Niliwaambia story ile hapo, mwingine alikuja kwa hoteli, anaitisha sijui ilikuwa samaki, sijui ilikuwa kuku. Halafu kama mlembo kamefaa makucha mrefu, kana ikula ni kama kitu baya. Hivyo kijana hakuni kitu. Anasema amke. Na sio okay, hana. Ana zaidi. Wanaume si tumepitia hiyo maneno. Wanaume wale kufanya. Tumepitia hapo. Lakini kwa sababu you love this girl, lazima akule kitu yako. Unamwitishia samaki au wewe unakula na imagination. Alafu yeye mwenye ameitishiwa na yeye anakula na madharau. Kucha isitoke. Alafu anakula kwata. Likwata na unalipa kibu, unasikia kupiga tu. Lakini unamwonyesha everything is okay. Bwana Yesu asifiwe. People do gymnastics in the name of love. And they have no problem giving. Hana shida, but when it comes to God, because you don't have love for him, you have an issue. Kwa nini kanisa tunaishi sana? Kwa nini situlitishwa hiki? Wewe uko na problem. Wewe uko na shida. You have no love for God in you. Unajua haupati mahubiri kama hii. Lakini mimi nitawaambia maana Yesu anakuja. Me am preparing you so that when Jesus comes tomorrow, you make it to heaven. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri utaanza kumwambia kulikuwa na corona. What is corona to him? Ati siku ya ibada, ndio maana siku ninaomba kuna corona. Okay, na ulienda soko kulikuwa na corona. Na ulikuwa chakula kulikuwa na corona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilifika mahali Peter, there is no scripture for it, but I believe there is some truth in it. Peter said, ya kwamba mimi msinisirudisha kama my master. Yes. Do it upside down. The same Peter who denied him when the love for God was complete in him. Akasema, I love this guy so much. To an extent, even sharing his death, I don't deserve. That is the love we are talking about. Someone who can die for God. Wacha hii hata corona hujai. Hadi nilikutana na corona hapa. Kwa sababu inakuwa ya blue. Hakuna. Kuna mtu anashikutana naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumeokopa ni kama inakuwa manufactured in the house of God. Mkienda church wewe utashikwa naye. Wacha. Wewe ni Mungu haupendi. Wewe haupendi Mungu. Niliona juzi wakisema wanasiasa waache kuitisha waache kufanya mikutano ya siasa. Because wakisema kuna mkutano, watu wanakuja wanashangilia. Wanatupa mpaka masa. Hawakumbuki. Hii tumeweka huko, zimeonekana kwa fulani tumeweka vipi? Sijui distance, keep distance. Kwa mikutano ya siasa.
hata hawajui hiyo ni nini. Lakini kwa kanisa ni kama corona huku ndio huko. Shetani ashindi. Amen. Hiyo perception ishindwe kwa jina la Yesu. Amen. You guys, don't you see? This is another God that we are being forced to worship. How comes? Tunaambiwa msiombee watu, msikule meza ya Bwana, msibatishe watu. Nini nyingine? Kusikue na harusi, msiimbe. Ukiimba funika hiyo mdomo. In short, Shetani shindwa kwa jina la Yesu. Amen. Ukiwa mhubiri wa 60 years usiende church. Na ukiwa na mwanamke ako na 45 aende. Si atakuletea basi. Does it make sense? No. Lakini hatuoni. Nakuta kanisa, wewe mimi sitaenda, nitashikwa. Mkienda kaeni wanawa. Msipitishe hapo. By the way kwa kumaliza wanawa. Lakini ukiingia basi hapa, ukiteremka mabasi uendagi na wanawa, unaendaga na how many hours? 8 hours. So kukaa kwa basi 8 hours. Hakuna shida. Kukaa kwa kanisa 1 hour. Ukipitisha 1 hour, corona itakuja, Shetani shindwa kwa jina la Yesu. Let's be honest. Wapendo hamuoni ni kanisa inapigwa vita. Yes. Halafu unaona wewe unaamini kila kitu ni kama gospel of truth. Sasa wamefika 500. Kwani wewe unapimana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. I'm very much mad with what is happening. But I believe the gate of hell shall never prevail over the church. Amen. Malango ya kuzimu haitaweza kanisa. Amen. And it has been proven ya kwamba church grew well under persecution. You think you are muffing the church. You think you are oppressing the church. We'll go like nothing. Praise the Lord. Tutafanya kanisa mpaka kwa choo ndani huko. Mnasikia kwa choo katika jina la Yesu. Yes, ni sisi hapo ndani. Amen. Acha endelee kuzuia sisi. Tutahubiri kwa barabara huko. Hallelujah. Amen. Akicheza twende State House. Hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. Because there is no church of Jesus. There is no gate. Gate means mahali pa kuingilia. Milango ya kuzimu hakuna wakati milango ya kuzimu iliweza kanisa. It is not possible. The church the gate of hell will never prevail over the church at any given time. It will never. Bwana Yesu asifiwe. Baada huku chini ukute kama kuna social distance. Enda tu hapa chini. Ukuta wanashare soda. Nini nyingine wanashare? Mugoka. Nini nyingine? Vinywaji. There's no problem. No social distance. But in the church, una corona. Na unakuta waumini nao wamekuwa na baridi kai, tutashikwa na corona. Utakufa tu siku moja. Lakini mimi sikufi before my time. I will live many years. Namalizia. Hizo ni ngapi? Number 5. You do not willingly or cheerfully give to the works of God and a need for others. You do not willingly or cheerfully give to the works of God and need for others. You do not willingly or cheerfully give to the works of God and need for others. This is a sign that your first love is God. Number 5 or number 6, you become complacent towards sinful conditions around you. You become complacent towards sinful conditions around you. Back in number 5, you do not willingly or cheerfully give to the works of God and need for others. You do not willingly or cheerfully give to the works of God and need for others. Number 6, you become complacent towards sinful condition around you. You become like that. Yani dhambi ambazo unaishi ndani yake zinakuwa you are not sensitive to them. Amen. Yes. Kuna mtu alizoea kudanganya. Mshawahi ile siku watu walifika na kidemu. Kudanganya sio issue. Hiyo hata anakuambia kwani ni nini baya? Kuna watu hata wamezoea kuongea baya. Si ni kweli? Na mtu ameokoka.
Mtu anaongea kitu mpaka kai. Mpaka unasikia. Ushaisikia ndugu ameongea kitu mpaka unajishika hivi. Na yeye anacheka anakuambia kai, kwani ni nini baya? Si ni kitu kidogo. Yaani tu hivyo ni kitu kidogo. Yaani dhambi amekuwa na layer nyingine ya dhambi to an extent amekuwa insensitive. Ninakumbuka wakati tulikuwa wadogo, lakini najua nyinyi hamkupitia hiyo hali maana mmezaliwa town. Tulikuwa vijana wadogo, unakumbuka wale ambao mlizaliwa miaka imepita kidogo, hatukuwa tunafahamu viatu tukiwa wadogo. Hata sasa hivi tunavalisha watoto mpaka socks akiwa na miezi. Nyakati zetu tulikuwa tunakaa unafaa kiatu kienda form 1. Nani alifaa kiatu akienda form 1? Haleluya. Inua mkono. Nyinyi ni wazee kweli kweli. So, effect ya kufaa kiatu kuwa mkubwa sana ilikuwa number 1, mguu inakuwa kubwa sana. Maana unajua kiatu ndio ina contain mguu. Hai overgrow. So mguu ilikuwa inakuwa shapeless. Number 2, inakuwa na hii cracks na huku chini, cracks. Miatoka, kiwa tunaitaga miatoka. Tulikuwa na hizo, yaani hata ukikanyanga mwiba hausikia. Sasa hivi jaribu utoe kiatu tembea kutoka hapa mpaka kwa ile mabati. Utadugwa mpaka na tuvitu dogo dogo because your leg, your feet imekuwa soft. Maana imefichwa sana for a long time. Lakini nyakati hizo tulikuwa tunapita juu ya mimba. Unakuta kijana anapita juu ya mawe na hasikii kitu. Ukiangalia hiyo mimi nakumbuka sio mara moja nishawaipigwa na mawe. Unakuwa usugue na kuna kamawe idhaha, yani wale mmezaliwa ushago walikuwa unajua hii maneno. Si mnajua hiyo kamawe? Ile black. Unaambiwa ukitoka kwa hiyo kirai, sitaki kuona mwalekana, yani usugue. Na mguu hapa hivi. Unajua hapa mbele hapa. Na hapa nyuma. Unasugua mpaka unatoka damu. Juu na wewe ukiosha saa hii unaweza kaa for 1 week bila kuosha. So the reason why mguu ilikuwa ina develop another layer plus another layer plus another layer plus miatoka is because imekuwa hardened na mguu yenyewe kwa sababu ya ile hali inapitia, lakini lazima ikuwe nini? Hardened ndio iweze kustahimili. Yaani hata ukikanyaga hivi hauumii maana mguu yenyewe imedevelop resistance. God bless you pastor. Resistance. So dhambi ndio inakuanga. Ukikaa kwa dhambi sana unadanganya leo, kesho kutwa una develop resistance. Na ndio maana unaona kudanganya sio issue. Maana you don't feel it. Are you getting me? Kufanya usharati you don't feel it. Maana umefanya mpaka dhamiri umedevelop resistance. Kwa nini Safira na Anania walidanganya kwa madhabahu? It's the same thing. Walikuwa na mazoea hiyo. Bwana Yesu asifiwe. So what am I saying? When you become complacent towards sinful condition around you, that is a sign ya kwamba upendo wa Mungu katika maisha yako umekwisha. Wale watu unasikiana unakaa na ndugu within 5 minutes ng'ombe. Ng'ombe imetoka wapi? Kama haiko ndani, punda imetoka wapi kama haija ndani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Abia jirani yako angalia mbele. Amen. Amen. So what am I saying? Mambo haya yote ninawapatia ni dalili ya kwamba tumeacha upendo wa nini? Wa kwanza. Mimi nashangaa na hii kanisa ati siku hizi. Ati tunampenda Yesu. Yesu anakuja mara ya pili. Tuko tayari. Corona iko Hamuko tayari. We are not ready. We are not ready. Let's be honest. We are not ready. When your life will not matter anymore. When you die for him. Yani ufike mahali useme kuishi ni Kristo na kukufa ni faida. Wewe unafikiria mtu alifika na level ya kusema kuishi ni Kristo na kukufa ni faida? Huyo mtu akona maisha tena? Yeye amefika mahali he is on the altar of sacrifice. Hayuko tena. Ni kama kuua mtu ambaye amekufa tayari. Hata unapiga risasi panda ako dead. He is dead. He does not feel. Lakini kanisa ya sahihi iko very much alive. Amen. Tunakupenda
Ile kitu litachomoka hivi. Bwana Yesu asifiwe.